Mambo mawili hayawezekani mpaka siku ya Kiyama. La kwanza, haiwezekani binadamu sote tukawa sawa, haitokei hiyo siku. Yani tukaamka tuko sawa kipesa, jamani dunia mmekuiona. Tukaamka tuko sawa elimu, tukaamka tuko sawa dunia nzima sisi, mamlaka wote. Sasa kama tuna mamlaka wote sawa, itakuwaje? Itakuwa vipi? Dunia nzima tungekuwa na mamlaka sawa, dunia singeikuta sisi hapa, ingekufa huko kwa zamani. Hakuna siku tutalingana, lazima tupishane. Awepo mkubwa, awepo na mdogo, aweko msomi, aweko na mjinga, aweko mtawala, aweko mtawaliwa, sio? Awepo hakimu, awepo na mhukumiwa, unanifahamu? Awepo mtumishi, awepo na anayetumikiwa. Ni mpango wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna siku ya kuwa sawa. Kama mnasubiri usawa, kama kuna mwanasiasa anajaribu kuwaonesha watu kuna siku tutakuwa sawa, mjiwe si mwanasiasa mwenda wazimu huyo. Huyo ndo mtu wa kumwepuka mwanzo kabisa. Kama kuna mwanasiasa anakudanganya kuna siku na wewe utaishi maisha kama anoishi raisi, yani maisha ya mtu wa mtaani yatakuwa sawa sawa na ya raisi. Mtalindwa sawa, tapanda gari sawa, ndege. Ana mwenda wazimu usimsikilize, usimsikilize. Hiyo siku haipo, si mnanielewa? Kitu kingine haiwezekani mpaka Kiyama ni kuwaridhisha watu wote. Irdha'u nasi ghayatun la tudraku. Kuwaridhisha watu wote ni kitu hakiwezekani, na hicho kitu sio kufanya mtu. Hawezi mtu yoyote kuwaridhisha watu, sio mtu. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajawahi kufanya hicho kitu. Yani Mungu akafanya kazi yake ili watu dunia nzima wakaridhika. Hicho kitu hakipo. Wakati kuna mtu kwa utumishi wa Mungu yeye kafurahi, hapo hapo kuna mtu mwingine analia, lazima mwingine alie. Mimi nitakwambia mfano tu. Wakati nyinyi mnalia nyumbani, mmefiwa, amekufa mtu, pengine ni mpenzi mama yenu, amefariki baba yenu, amekufa mpenzi mke wako, na mapenzi ya mke kama unavyoyajua, na baadhi yenu mmefiwa na wake hapa. Kilio hicho hakina mfano kwa uchungu wake. Amekufa mke, kafa mama, mnalia sana, hali yenu ngumu sana, sio? Jamani, yule muuza sanda pale Kariakoo anafanya biashara ya sanda, yule siku ile mkifiwa nyinyi, yeye ana msiba. Na ndo maana mkienda kukatiwa sanda, akishakuuzieni anakupa sanda hii, anakufungieni kwa vizuri tu, kwa heshima sana, afunga kwa nidhamu, anakuambia karibuni tena, karibuni tena, kwa sababu majora ya sanda bado yako mengi humu ndani, na yale majora ya sanda ni nguo, yana wenyewe wa kuvaa. Sasa mmekuja wachache, karibuni tena. Hiyo karibu umeielewa?